Ya, mimi naitwa Safia. Watu wanapenda kuniita Safinashi, lakini Kitutu ndo jina langu ambalo watu wengi wanalifahamu. Taarifa ya msiba wa mamake na Hawa Karina ilikuwaje na ulipokeaje? Yaani kiukweli imenishtua kwa sababu juzi tu tumetoka kumzika Karina, na kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa anasumbuliwa na pressure na kisukari, kwa hiyo nilivyosikia amefariki nikajua tu ni mshtuko kulingana na kifo cha mwanae kimemshtua, imekuwa ni ghafla sana. Kwa hiyo kiukweli yani mpaka dakika hii siamini kilichotokea. Kwa sababu kuna kipindi alikuwa hata akikaa na mwanae anamwambia bora nianze mimi. Kwa hiyo yani kuna vitu yani vinachanganya kwa kweli. Kipindi hichi ambacho mwanae alikuwa katangulia mbele ya haki, ulipata nafasi labda kuja kuzungumza naye au uliposikia anaumwa ulipata bahati ya kwenda kumtembelea hospitali? Niliongea na Nevin. Nevin ni mtoto wake wa kike yule wa pili. Akaniambia mama kalala, kwa hiyo sikupata nafasi ya kuongea naye, lakini nilipewa taarifa kutoka kwa Aisha Madona. Akaniambia mama anaumwa, nimewasiliana na kaka Bashiru yule. Ameniambia mama kalazwa na hali yake sio nzuri, akanitumia message nikaambia sawa. Lakini sasa jana ndo kuja kuambia taarifa za msiba tena. Umefika msibani, labda kama umezungumza na ndugu wa karibu na wakakuambia chanzo cha kifo chake mama, kilikuwa nini? Mama alikuwa anasumbuliwa na kisukari na pressure. Naona hata alikuwa hatumii vitu vya sukari. Mara mwisho kwa Karina nimekuja msibani nimenunulia soda ambayo haina sukari kabisa. Kwa hiyo sukari ni ugonjwa wake wa muda mrefu. Kuna sindano pia alikuwa anatumia. Kwa hiyo yani nilikuwa najua anasumbuliwa na nini kabla ya kuambiwa na familia. Yeye mwenyewe alikuwa ananiambia na nilikuwa najua, nilikuwa namhudumia sometimes na mpa dawa hivyo. Ni pigo kubwa kwa sababu siku 7 tu tumetoka kwenye hitma ya mtoto wake, tunapata tuna taarifa ya kifo chake. Maneno yako mazuri na ya kutia faraja kwa familia, kwa maana ya watoto pamoja na ndugu wanaomzunguka marehemu huyu, unatamani kuwaambia nini kipindi hichi ambacho anapitia? Mimi niseme tu tupendane, kwa sababu Karina pia kabla ya kifo chake alijaribu kutuweka karibu sana na mama yake. Kwa hiyo tupendane, kama tumeweza kulia juzi na mama kwenye msiba wa Karina na leo tunalia kwenye msiba wake. Maisha haya tunapita, yani duniani tunapita, hatuna sababu ya kuishi vibaya, kuchukiana. Tupendane, tuwe na upendo ili tuweze hata kuzikana. Manake leo hii tusingeishi vizuri na mama, au mama asingeishi na sisi, Karina asingeishi vizuri na sisi, leo hii tusingekuja kumzika mama. Kwa hiyo tupendane, tuishi kwa upendo. Tumeona sasa hivi wasanii mkiwa mmebadilika sana kwa maana ya kukimbiliana sasa kwenye matatizo yanapotokea. Labda una maneno gani kwa wale wengine ambao bado wako nyuma, wataka kisikia mtu fulani kapata tatizo ili kujitokeza kwenye misiba, kushiriki kwa namna moja au nyingine kwa fariji wafiwa, inakuwa ngumu kwao? Unajua matatizo ni awamu. Leo awamu ya huyu, kesho ya huyu, na matatizo hayakimbiliki. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anajiweka nyuma, watu wanaona, wasanii wanaona, yani watu wanakuona umekuja ujaja, watu wanaona na wasanii wanaona. Kwa hiyo ukiwa hudhurii kwenye misiba ya watu au kwenye matatizo ya wasanii, basi sisi wasanii tupo tunaonana. Unaweza ukatuona kama utuoni hivi. Kama hivi kwenye interview unatuona, basi na sisi ukija msibani tunakuona. Ujaja tunajua ujaja. Kwa sisi tunashukuru kwa wale ambao wanasupport na tutaendelea kuwa pamoja, tutaendelea kushikamana, ila kwa wale ambao bado wako nyuma hawataki kushirikiana na sisi, tunaomba jamani tushirikiane. Duniani hapa tunapita, leo tupo kesho hatupo. Kwa hiyo hivyo tu.